Story kubwa sana mjini sasa hivi ni Wema Sepetu. Mimi napenda kumuita Mama Oli sasa hivi kwa sababu ndo heshima ambayo anayo sasa hivi nchini. Na baadhi ya watu wakawa wanasema jamani Wema katu surprise na nini, baadaye wakatuachia picha. Sasa zile picha zile nikasema hizi picha zilikuwa na moment. Kuna mtu ambaye alipata hii moment ya ujauzito kabla yetu. Nani? Niko naye hapa mpiga picha wa zile picha za Wema Sepetu. Lakini kizuri kuhusu 20R, yeye hapigi picha na Wema Sepetu peke yake. Ana mastaa kibao. Sana mastaa wa kike wengi sana, anapiga nao picha nyingi sana, picha tofauti tofauti, na ameshiriki moments nyingi sana za siri za masuperstar. So leo nataka nipige naye story tujue 20 ni nani, lakini pia kazi ameanza kufanya lini mpaka hapa alipofikia, ni kitu gani ambacho anakipenda kwenye kazi yake, na vitu vingi sana ambavyo vinamhusu 20R. Niko naye hapa, tutapiga story nyingi sana, trust me. Karibu sana, mimi naitwa Serafina Jerry. Yes, mimi ni Binto Jerry, niko hapa na Silent Ocean, Simba wa Bahari. Ukiagiza nao haujapoteza. 20. Niambie. Umepoa baba? Sio sana. Nasikia siku hizi unakula ngoma ya Wozu tu, ndio maana unatembea na headphone muda wote. Unashaanza kuniua sasa. Mbona mapema hivyo? Mambo? Mbona sapoa? You good? I'm good. Unaonekana kama mwana mitindo. Kwa nini? Hizo nywele ulivyoeka, miwani, headphone. So unajua pia zetu za sanaa. Kwa lazima uonekane. Lazima kidogo upate kama muonekano fulani ili mtu akikuona. Anakutofautisha na watu wengine. Nakubali 20. Kwa mtu ambaye akufahamu kwa mara ya kwanza ndo anakutana na wewe. Hakuna mzazi anampa mtoto wake jina 20 kwa miaka uliozaliwa wewe. Ndio. Yaani sasa hivi inawezekana watu wanajiamulia tu mambo. Lakini kwa mwaka uliozaliwa wewe, hamna mzazi anaweza kumpa mtoto wake jina 20. So jina lako halisi ni nani? Kwa jina langu la kuzaliwa naitwa Raymond. Yep, Raymond. Nahisi tuishie hapo. Hautaki zile majina mambo kama Mgagani utaki kabisa. Lakini you have a beautiful name. Raymond, that's a good name, man. Wazazi wangu kiukweli walijitahidi kwenye swala la kunipa tu jina zuri. Walijitahidi. Ndio maana 20R. Hapana. So ndio maana 20R kuna ka distance fulani ya hizo R ya. So Raymond lakini ipo kwenye hizo R. Of course. Wewe unafurahi mtu akikuita nani? Sasa kwenye swala la kufurahia nategemea. Kwa sababu asilimia nyingi ya watu ambao nimekutana nao mjini wengi sana wanajua jina langu. Okay. Kwa yani kuna wengine na usikuta ndo analisikia leo hapa kwa mara ya kwanza. Mjina tuulizani majina. Mimi kazi yangu inaniruhusu kukuuliza jina, ila mjina tuulizani majina. Ndio maana nakwambia kuna baadhi ya asilimia ya watu wengi wanapenda kuniita 20. Jina langu la kuzaliwa afanya nipi hawalijui. So na wewe you okay with 20? Sana, yani sana. Okay. Njoo hata mamangu mzazi alinitaga 20. Na hapo vijana wanaonaga wamefanikiwa mama zao wakiwaita also known as so majina walio hapa. So 20, kwa mtu ambaye anakutazama leo kwa mara ya kwanza, kazi yako ulianzia wapi na ni lini ulianza kazi yako ya picha? Kazi yangu ya picha nimeanza 2018 mwishoni. Kumbe? So muda sana. Ni muda. Ni legend kwa hiyo unataka useme? Ushaanza mambo yako legend. Mimi sio legend bwana. Mimi ni piga picha fulani hivi. Yaani nimeanza 2018. Kwenye kujitafuta hapo 20 mwishoni ndo kaza kujipambania. Pakaanza sasa kuonekana mafanikio. Mafanikio yakaanza, lakini ni story ndefu sana, yani tumepitia vitu vingi kiufupi. Na ulianza kujitafuta hapa Dar es Salaam? Of course nimeanza hapa Dar es Salaam. Tabata huko, yes. Okay. Ni star gani wa kwanza kukuamini wewe, kukuruhusu umpige picha na wewe ukasema yani hapa nitanyosha mpaka wanijue mimi nani? Star wangu wa kwanza kumpiga picha ilikuwa ni Sala wa Harmonize. Kwa Sala wa Harmonize, na kabla kumpiga picha kuna kitu behind ndio kisababisha nikampiga Sala picha. Kuna mtu alinikutanisha naye. Makeup by Eddie. Nadhani anamjua tu. Namjua. Ndio alinikutanisha na Sala. Na huwa mnafanya kazi sana na watu wa makeup saluni. Of course ndo mara nyingi tupo nao watu wa fashion ma makeup artist hivyo, ma designer ndio watu ambao tunadili nao sana. Kwa unakuta ni rahisi sana mimi yani photographer kunaishwa na mtu akakurecommend kwamba huyu ndo ana picha nzuri. Vitu kama hiyo. Yes. So makeup by Eddie ndo alikukutanisha na Sala. Mara ya kwanza. Ni zile za harusi au nyingine? Kabla zile kuna picha fulani alipigaga
muda mrefu sana. Alikuwa amevaa kinguo fulani hivi. Na pia zipo kwenye peji yangu. Ukishuka kwenye peji chini kabisa. Wewe kumbe ufutagi vitu? Kuna baadhi ya vitu tunavipunguza. Unajua kuna wakati unakuwa unakaa kwenye peji yako unapitia ukiona hapana hii imetoka mbali, lakini hii brand itashuka. Wamezidi tunaziachieve, tuzifuti. Blue anasema kumbukumbu nayo mpiga picha. So huenda Sara hana hizo picha lakini wewe unazo. Inawezekana akawa hana au akawa nazo, lakini mimi ninazo. Okay. Yeah. Okay. 20 kazi yenu nyinyi inahusisha usiri mkubwa sana. Yaani kwa mfano mimi nikipiga picha zangu za birthday, labda birthday yangu mwezi wa 8 huko, nikazipiga mwezi wa 7. Sitaki kwa namna yoyote ile zionekane. Sasa wewe ndio unatakiwa uwe na hilo jukumu. Kwamba wewe ndio unahakikisha kwamba picha zangu hazivuji. Na wewe unafanya kazi na mastaa, uko na watu tofauti kwenye crew yako, kama unaona wale kusindikiza, naamini location wanakuepo. Unahakikisha vipi kwamba siri za mteja hazivuji kwa namna yoyote ile? Sasa kwenye upande huo, yani mpaka unakuwa na vijana ambao unafanya nao kazi. Lazima kwanza uwe na trust nao. Kwa sababu kuna vitu vingi sana ukiacha tu kwa na siri za mteja. Mtu anapiga picha labda mara nyingi sana watu wanashoot behind the scene, vitu kama hivyo. Kwa ikitokea kazi ya mtu ni asili sana, ili kuepusha mambo mengine, mimi nachokifanyaga huwa nachukua kusana simu za vijana wangu, nachukua zile content zote ambazo wamezishoot kwenye wakati tunafanya hiyo kazi kabisa. Kwa sababu kuna mambo mengi unaweza kusema yanza asiposti. Kuna marafiki anaweza akachukua labda simu yake akampa mtu. Kuna zile mtu kaji kuna kitu fulani bwana kimefanyika, unajua zile mtu kajitumia bahati mbaya kimetoka hivyo, au akaposti akaona kama haina madhara, kumbe ina madhara. Kwa hiyo huwa najitahidi kwenye swala kama hilo, bwana ninavyo mimi ni vihifadhi, muda unapofika sahihi na wakabidhi. Bwana meza mkaendelea sana. That's nice. Kwa kipindi hiki sio sana, lakini kuna kipindi ambacho mastaa walikuwa wanaaminika kwa kujiedit, yani makalio sijui au rangi, yani too much fake. Yani wanakuwa kama mdoli sijui, au wanaedit rangi wanakuwa weupe, unajua zile hadi watu wanasema huyu star ulimuona bana yuko hivi bana hayuko hivi, wanakuja ku comment na nini. Lakini baadhi ya watu wanasema nyinyi huwa mnaambiwa na mastaa kwamba bana mimi nataka kalio fulani hivi limeinuka kidogo, hii inakuaje kwenu nyinyi professional? Inawakaba kiasi fulani kwamba too much editing na yenyewe si nzuri sana. Wewe una maintain vipi kumridhisha mteja wako, lakini pia kwenye professional yako ustoki? Kwa upande huo unajua mteja anapokuja kwako kupigia picha au kufanya booking kwa ajili ya kazi, kuna vitu anakuwa ameviona au kuna vitu anakuwa anavitegemea kwako. Sasa anapokuja kwako anakuambia nataka niwe mweupe sana. Mimi hata ukija mweusi ukaniambia nataka kuwa mweupe, lazima nifanye kukulizisha kuna muda. Kwa hiyo unaweza kuniweka mweupe Fina? Una unyama mwingi kama Faima. Hiyo sitaki. Inawezekana nani nataka ni shape namba 8, inawezekana. Sometimes nafanya kitu kumridhisha mtu. Sawa unaweza kutoka kwenye professional yako, lakini sasa unajua mjini hapa Tanzania bwana, asilimia kubwa sana ya watu yani mtu yupo lazi awe fake lakini vitu vyake viende. Si unaelewa? Hilo liko wazi baba. So mtu anapokuja na quotation zake bwana nataka kitu fulani, kwa hiyo kuna mawili bwana, naweza kufanya au siwezi kufanya. Sasa utaamua wewe kama unataka hela utaki hela. Wewe unafanya au ufanye? Mimi nafanya. Unabaya baba. Yes. Hawa unaofanya nao kazi huwa wanakurecommend kwa sababu hiyo kwamba amna sidhani. Lakini sasa unakuta labda kuna mtu ameposti picha yake, kuna vitu fulani amevipenda kwa mtu anaona kabisa kuna kitu kama ni amna, unajua zile. Sema kuna photographer mmoja niliona aliwekaga video, simkumbuki ni nani exactly, akawa anaonyesha namna anavyoedit, namna alivyokuwa anamuongezea kalio mtu, sijui akumuonyesha sura yule mtu. Ile pia iko kwenye misingi ya kazi kweli? Sasa inategemea. Unajua unaweza kukuta labda alifanya labda project, unajua zile kwamba nataka kitu fulani kiende viral, nimuite bwana mtu fulani, bwana njoo tufanye. Kwa hiyo kama ndio maana alimziba sura kuonekana na hisi. Kwa hiyo sio kitu kizuri kwa kweli. Sio kitu kizuri kuonyesha kwamba ni mtu fulani anaongezwa vitu kama hivyo. Lakini sasa ikitokea mtu amehitaji
ukafanya hivyo. Wewe unapenda sometimes hizo art za kutengeneza kumuongeza kalio na nini? Maana mara nyingi inakuwaga kalio pale upande wa kalio ndio inakuwaga shida na shape. Of course tunaongeza baadhi ya vitu. Unajua bwana, Mungu ameumba binadamu. Kila mtu ana mapungufu yake bwana. Kwa hiyo baadhi ya mapungufu kidogo na saidia kidogo kuyaziba. Ili tuendane na mambo ya mjini. Unajua mjini. Lakini it's okay kwa sababu haina side effect yoyote. Kwani mtu kimuedit picha anakaliwa na ana kwani ina shida gani? Haina shida. So let's do this for the culture, right? Kabisa. Yaani ukiona unahitaji vitu kama hivyo, wewe mcheki 20. Wewe mcheki. Hana baya. Sina baya. Ukiona umeshindwa kwenda usafiri huko wapi BBL. Mimi nipo hapa. Kwa ajili unachapa BBL ya mtandaoni. Mapema tu, yani ukihitaji peji yako nzima zijae BBL za mtandaoni. Wewe ncheki. Sina baya. Nakubali 20. Unafanya kazi sana na wanawake. Sana kuliko wanaume. Naweza nikakiri hilo. Ni kwamba umeona wapi? Si nimepita peji yako, sinaona peji yako. Wanaume mle hamna. Wengi nimekwambia, wengi wanawake. Okay. Wanaume ni wachache. Wingi wa wanawake unaofanya nao kazi ni mkubwa kuliko wanaume. Inatokana na nini? Ni kwamba wanaume huwa hawakucheki wengi sana, au hata hawa wachache ulionao huenda wanawake zao ndo wamerecommend kwamba twende ukapige picha kwa 20R. Okay, kwenye swala la mimi kufanya kazi nyingi na wanawake kuliko wanaume. Inawezekana kweli kana recommendation labda ya mamista. Unajua bwana, wanaume kwa upande wetu sisi kwa hapa Tanzania, sasa nikasema sio watu wa picha sana. Yaani wana matukio yao. Unakuta eti Liki akapiga eti picha za birthdays au amekaa sana hajafanya photoshoot hizo vitu vyake. Yaani unakuta kama mfano labda mtu mwanaume akakaa labda mwaka mzima. Picha ambazo labda akapiga labda kaenda kwenye familia. Au labda alikuwa anataka kuoa. Nitaka niseme hiyo. Kwamba siku ya kuoa ndo na hapo mtagombana sana. Kama sasa hivi nafanya mambo ya wedding unajua. So unakuta labda bwana harusi kaja siku ya photoshoot hapo ni anakupelekesha kweli, yani unasikia mimi mambo ya picha, yani au anakuambia sisi zimetosha hizo. Tupige tu hata 2 zinatosha. Kwa bwana kiukweli ndio maana nakuta asilimia 80 kwenye page yangu. Nadili sana na wanawake. Wanaume sio watu wa picha kwa hapa kwetu. Labda kwa wenzetu kwa Nigeria unakuta mapicha wanaume ni wengi huko kawaida. Watu wa fashion wale. Watu wa fashion sana. So ndio vitu vya kawaida, lakini kwa Tanzania hapa wanaume sio watu wa picha sana. Hata mimi sipendi picha. Au wewe upigi picha sana? Lakini pia wanasema kinyozi kinyozi hawezi kujinyoa mwenyewe au mganga ajigange. Mimi bwana vinyozi wengi. Sasa si wewe ni kinyozi automatically? Vinyozi bwana acha bwana. Kwa ni huru katu ya kiume. Ya kiume kwa hapa kwetu, yani sio sema kama sio kacha zetu sana hivyo kwa matukio. Hivi unafikiri ni bongo tu sana? Hata sehemu zingine nahisi. Mimi nahisi ni bongo kwa sababu sasa hiyo ni ushamba au nini? Sio ushamba. Ni vile watu wameshajitengenezea hivyo, kwa sababu nikiangalia baadhi ya nchi nyingine ambazo za West Africa huko wapi, kuna Ghana, sijui Nigeria, picha ni nyingi sana za watoto wa kiume, nyingi kuliko huku. Usije ukagusa huko Ufaransa kabisa. Huko ndo usiguse. Yaani huko tuishie tu hapa tu Afrika kwa Nigeria, Ghana hivyo. Lakini kwa hapa kwetu imekuwa ngumu sana. Culture pia. Culture. Speaking of pictures, huko mtandaoni sisi tunashinda sana. Sometimes unakutana na picha ambayo sisi touches zako tunazijua. Unajua zile kwamba hii picha ya 20. Yani pamoja na kuwa hakuna utambulisho unaoonyesha ni ya 20, lakini tunajua hii ya 20. Sometimes wanawake wanapiga picha ambazo hazina maadili. Nikisema hivyo nitakuwa naeleweka. Na unapiga wewe, let's say. Alafu baadaye unamkabidhi yeye anajua anavyozitumia mwenyewe. Hii kwa mfano mwanamke anakuja kwako anataka kupiga hizo picha, nitarudi pale kwenye usiri. Unahakikisha vipi kwamba hizi picha hazivuji, na kama zitatolewa basi zitoke kwake, sio kwangu, kwamba mimi nikae kwenye misingi. Sasa swala hilo zamani nilikuwa nafanya. Lakini siku hizi nimejizuia sifanye. Lakini nikizungumzia kwa kipindi kile nafanya, nilikuwa najitahidi sana. Ujue kuna aina mbalimbali za wateja kwenye kazi zetu. Kwa mtu anapokuja anataka kufanya kazi fulani aina fulani,
hata gharama kidogo inakuwa ni kubwa, unajua siwezi kukupiga, siwezi kuriski, yani inawezekana nikakupiga picha za hivyo ambao unazungumzia kupiga kwa hela ndogo inakuwa kidogo changamoto. Bei imechangamka kidogo, lazima ichangamke, inaweza hata mara 4 au mara 5 ya bei za kawaida. Of course, kwa sababu mwisho wa siku mimi nazipeleka wapi? Ni za kwako na wala siweki logo yangu pale, siweki chochote yani hata kwenye simu yangu usikuta, nishakutumia tumemaliza, kesi ni yako tena. Kuna baadhi ya wateja anakuambia nipige picha, tuna edit siku hiyo hiyo. Mkiwa mna edit wanataka wakae pop wao za namna hiyo, anakaa anamwambia tumalize kabisa, tufute kila kitu kwa sababu anajua kwa sababu kuna mambo mengi bwana, mambo ya simu anayo, sio kuamini sana. Ni nini kilikubadilisha akili yako 20 mpaka ukasema hizi sizitaki tena hata kama zina hela nyingi? Ukubwa, unajua bwana, kuna umri bwana ukifika na umri kidogo, japo sio legend bwana, uchelewe bwana kunilegendisha. Kuna umri fulani ukifika na watu ambao unafanya nao kazi, kuna muda ikifika inabidi kidogo kuna vitu baadhi uviache. Kwa sababu unaweza ukasema wewe labda kitu fulani mimi nakifanya kwa siri. Unaweza siri ukawa na wewe tu, labda unajua kwamba nimpiga mtu picha mtu fulani, yule mtu fulani anajua na mtu fulani akamtumia zile picha. Nakupiga yani mtu fulani anaona kumbe mieyushe dogo. Nilistop kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kujitunzia heshima yako mwenyewe. Okay. That's nice. Kwa mfano mimi ukiniuliza, naweza nikawa na interview yangu bora kabisa ambayo mtu akiniambia umeifanya interview gani? Namwambia labda interview na 20. Ile ilikuwa bora yani. Mtu akisema Sarafina wewe umeifanya interview gani? Namuonyesha interview yako. Wewe kwako picha gani ambayo wakisema sasa hivi utoe picha ambayo you are proud of your work, yani ulifanya kitu kikubwa sana, ni picha gani ambayo unaweza kuisimamisha? Au hata ukinitajia 5 picha ya nani na nani na nani, it's okay, maana inaweza kuwa shida kwa mmoja. I say na picha nyingi kuzichagua sasa, hapo ni changamoto. Na picha nimepiga picha nyingi sana kali ambazo yani zimeenda na zimenifanya watu wakanijua yani sana, afu na mimi nazipenda picha nyingi sana yani. Sasa kuchagua 5 kwa haraka inayokuja tu, ukisema uanze kufikiria uwezi kuipata. Ya kwanza kuna picha fulani nilipigaga, nilikuwa naipenda sana, nakumbuka zile picha niliziuzaga zile. Kuna watu waliomba niwauzie wa nje, wawe na umiliki nazo wenyewe, umiliki nazo wazitumie kwenye mambo yao. Uliuza shilingi ngapi hizo picha? Hela fulani tu cha kununua iPhone 11. Sasa hivi ukiiwaza hiyo bei inakuuma kwamba ilikuwa ndogo? Of course ilikuwa ndogo, kwa sababu sijajua waenda kuzitumia kwa watumizi. Unajua wenzetu bwana waga watumii kitu, yani paka ilifika kipindi wakanitafuta ili niwauzie, waga watumii kitu bila idhini ya mwenye nacho. Unajua tunasemaga picha ni mali ya photographer, yani hata kama nakupiga picha fina, akimiliki ya picha ni ya kwangu mimi, hata kama umenilipa. Na nilikuwa nakuja huko. So niliziuza bei fulani ambayo kwa kipindi kile ni hela nyingi, lakini milioni 10 ilifika. Milioni 10 mbali. Tunaambia hela ya iPhone 11 mimi sijui inauza shilingi ngapi sasa hivi. Kama $600 hivi $100. Kwa sio mbaya. Picha 3 niliuzaga hela hiyo. Ni picha za nini? Picha za msichana mmoja hivi. Picha nitakuonyesha. Sasa huyo mwenyewe hajalalamika? Mnajalamika kwa sababu kwanza nilimpigia tulifanya ilikuwa ni project. Walimuita bwana, nataka tupige picha fulani, kuna idea ninayo. Tukakaa chini tukaiangalia. Tukapiga, so nilimpa post na mimi nikapost kwa upande wangu. Kwa hiyo bado ilinipa hela ya photoshoot ambayo nilitumia kwa vile kwa akulalamika. Yeye haukumpata kidogo? Sikumpa. Haimuhusu. Lakini roho mbaya. Sio roho mbaya. 20. Sema ilimsaidia. Hata 10,000. 10,000 zangu amekula. 10,000 alikula, lakini sio zile ambazo nilipewa siku ile. Okay. Ni familia. Muda pia ulienda. Pia lakini kwa upande mwingine tukimsaidia bwana, zilimpeleka kiufupi zile picha, kwa sababu alikuwa model. Yes. So alipata deals na nini? Of course alipata deals. That's nice. Kwa sio kitu kibaya. Nitakuonyesha, siwezi kuzitaja ni za nani, lakini nitakuonyesha. Sasa ukizitaja si ndio utafungwa ndugu yangu, kwamba wewe kumbe ulikula hela. Hata kama usione milioni ni ndogo, milioni ni nyingi unajua. Unasema mimi zile picha zangu nataka milioni 20 tu. Wewe utajua ule uchukua. Unajua unaipata wapi? Ulikula milioni moja, nipe milioni 19, mmoja utaiongezea. Usimtaje tu. Nyingine? Picha nyingine ambayo naipenda, kuna picha moja nilimpigaga Elizabeth Michael. Ni ile ilo juu au kuna nyingine? Acha hii ya current mnazungumzia. Sasa yule si mteja wako kitambo. Kali, yani
picha ambazo nazikubali ni nyingi sana kusema nizijumuishe hapa. Hiyo ya Elizabeth Michael ni ya wapi? Ni ya muda mrefu pia, nilipiga hayati nakumbuka. Kuna Elizabeth Michael picha fulani hivi alivaa nguo fulani kama ina maua hivi. Kuna picha nyingine mbona naipenda sana. Picha ni nyingi lakini nachata tu zile ambazo nazikumbuka. Wewe unazozikumbuka ndo taji. Kuna picha ya Wema kipindi kile amepungua, alivaa nguo nyekundu kama ushaka nazikumbuka. Si yuko na Ozo? So zile mbili. Sio hizo. Acha na Ozo. Okay. Ile mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa ndo wanavyosema amekata utumbo. Zile picha za nguo nyekundu zile. Kuna hizo picha nyingine ambayo naipenda sana. Kuna picha nilimpiga Enjo Nyigu. Okay. Enjo Nyigu kipindi hicho yuko kwa Diamond. Kipindi yuko kwa Diamond sasa moto. Kipindi kwa amekuja ajaye kufanya photoshoot na mimi yani. Akasema sasa nataka nikuonyesha kama mimi ni utakiwi kwenda sehemu nyingine. Kwa nilimwambia bwana nikampiga picha moja hizo. Acha. Hiyo picha naipenda afu ipo pia hata ofisini kwangu pale kuja lazima utaiona pale mwenyewe. Ni kali sana. Kuna hiyo picha nyingine, kuna picha nilimpiga Kalisa huyu ambaye hataki mambo ya kidunia kwa sasa. Ambaye hataki mambo ya kidunia kwa sasa. Picha moja nilimpigaga hiyo. Akiwa gym. Kifua wazi. Tulipiga studio. Piga picha moja kali sana. Hizo ziko kwenye kumbukumbu zao. Hizo zipo kwenye kumbukumbu zao. Nilikuwa naangalia way back huko, nilikuwa naziangalia lazima nizipitie. Sasa lakini 20 mnoma kitambo. Yani kuna muda unajiangalia bwana. Au lazima ujiangalie. Wala nimetoka huko paka hapa lakini pia huko bado kuna unoma upo. Unoma ulianza kitambo. Kabisa. Kwa mfano huyo dada kuna namna fulani alikaa zile ulizouza. Lakini pia hizo picha zingine ambazo nasema hazina maadili na nini. Hii haikuleteagi shida kwa mahusiano yako au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ni modo na yeye anaelewa hizi mambo? Kwenye upande huo bwana. Unajua paka mtu unakuwa na mtu anajua kazi yako. Sio lazima awe kwenye upande wetu labda hivi wa sanaa, lakini mpaka unakuwa una mahusiano na photographer, unajua kuna vitu vingi. Kwa mtu anapokuletea sasa mambo ya eti anakuletea mipaka kwamba vitu kazi fulani usifanye, inakuwa kidogo na ugumu. Kwa hiyo mimi naona ililetea shida kwa upande wangu. Kwa upande huo yuko sawa, lakini mams yuko sawa. Yuko ofisini kule. Ofisini afanye. Sinasikia ndo anachukua hela mhasibu. Yaani mhasibu hela zangu achukue. Anaki huyu hapana huyu. Na mtu wao huyu ana umbo kubwa sana, usitaki ufanye naye photo. Acha usinichokonoe bwana. Okay. 20 lakini unasifika kuwa na roho nzuri kwa maana ya unasaidia vijana wenzako na umesaidia watu wengi sana ambao umeishi nao. Kwa mfano Chizima picha ametoka kwenye mikono yako, right? Chizima picha kivipi yani? Wewe habari ngombe nani kwa? Kwani si ni homeboy au? Yaani ile familia. Ni homeboy lakini fina mama umejulia mwanza kuniogopesha. Mlijipanga nini? Mimi nahisi na roho ya mzee wangu bwana. Mzee wangu alikuwa na roho nzuri sana. Alikuwa na roho nzuri sana. Mama wangu kuna kipindi nilipataga muda kuongea na mama wangu nikamwambia mzee wangu mimi sijakaa naye sana. Mzee wangu amefariki niko na miaka 3. Rest in peace. Sijakaa naye kwa kuna muda nilipata kimda fulani kana kuongea na mzee wangu alikuwaga vipi kwanza. Nijue huko historia zake. Ananiambia mzee wangu alikuwa mtu hivi na hivi na hivi kwa hiyo. So umelelewa na single mother? Mimi sijalelewa na mimi mamangu amelelea muda mchache sana kwa sababu nakumbuka nilikuwa nimetoka mkoani na miaka 3. Nikaja zangu huku Dar es Salaam kwa shangazi zangu, nikakaa zangu muda fulani. Mzee kabla mzee kufariki. Kabla mzee kufariki mimi nililetwa Dar kwa miaka 3 nilitangulia. Maana mzee alipewa uhamisho aje Amana hapo kwa ajili ya matibabu, alikuwa anaumwa mguu. Pole. Kwa mimi nikatangulia Dar es Salaam. Kutangulia mzee akaja na bi mkubwa, lakini mwisho wa siku akuchukua muda mrefu akafariki. Kufariki hapo story nyingi hapo zikapita katikati. So kama hivyo. So dada zake wadogo zake ndo wakaja kukulea na nini? Dada zake walinilea mashangazi. Kwa mimi kwa bi mkubwa nimerudi nikiwa form 2 kama form 2 fulani hivi ndo. That's nice. Kumbe umesaidiwa na ndugu pia, ndio maana una roho ya kusaidia pia. Kwa hiyo na hisi pia kwenye upande mwingine inaweza ikawa ni sababu, kwa sababu ukiangalia
watu wengi ambao wanakuwa na vitu kama hivyo, kuna sababu inakuwa nyuma. Unajua huwezi kumsaidia mtu mmoja kusaidiwa. Inakuwa na ugumi pia nishasaidiwa nyuma, kwa hiyo roho ya kusaidia vijana nayo. Wewe unacheza mapicha mko sawa? Of course tuko sawa. Maana nasikia kwamba kuna zile rumors kwamba wewe, washikaji wengi ambao umewasaidia wapige picha wana kama wanakukataa, yani wakifanikiwa wanaendelea na mishe zao, ni kama wanasahau walikotoka. Iko hivyo? Siwezi kuzungumzia sana kwa upande huo, lakini hata juzi nilikuwa naye juzi nilikuwa naye sio hiyo, sio yake tu, hata kwa wengine ambao umewasaidia, kwa sababu uliosaidia ni wengi wanasema. Of course ni wengi, yani asilimia 80 ya kipindi mimi nakuja kipindi 2020-2021 kipindi nakuja, ile ndo jina limekuwa kubwa. Nilichukua vijana wengi sana. Kulikuwa na vijana nyuma walikuwa wanapiga picha kabla yangu mimi. Na mimi pia nishaombaga nisaidia, lakini walinigomeaga. So na mimi nikaanzisha vijana wangu wengi, yani kawaibua vijana wengi. Kwa asilimia 80-70 vijana ambao wanapiga picha mastaa manini. Wengi sana ni vijana wangu. Na utaki tukuite legend, sawa? Tutafanya kama unavyotaka. Legend hapana. Bado. Utazeeka tu ndugu yangu, hata ukikataa. Chris Brown ni legend. Kweli? Sasa unamwona Justin Bieber na Chris Brown wakisimama hapa. Hapana, sio legend. Sio legend. Sio legend nimekataa. Mr Blue ni legend, sio legend. Mr Blue ana legend fulani. Ndo na wewe sasa legend afu nikataa, lakini unajua bwana. Afu tukisema legend atumaanishi wewe ni mkubwa ulioyafanya. Kwa ukisema hivyo naweza nikakubali naye. Utaki ukubwa kabisa. Ukubwa si children utaki ejigo. Gen Z, wanasema Gen Z vijana siku hizi. Ila tukirudi na historia kama unaniambia nani muda ule bwana mdogo na vijana wengine tupo sawa, ila kuna baadhi ya vijana wengine unakuta unakuwa na moyo wa kuwasaidia, lakini wao moyo huo hawana. Ni kawaida kwenye maisha. Unajua? Unaweza ukajitolea Fina leo hii, ukamchukua mdogo wako kijijini huko. Njoo kaa na mimi, ukashangaa natoka na bwana wako nyumbani hapo. Kwanza kusaidia basi, kusaidia wewe. Kusaidia wewe umekuja hata kanga huna. Kwa ni vitu vya kawaida kwenye maisha. Unaposaidia mtu bwana, usisubiri fadhila. Wewe inakudisappoint kuona kwamba sitakiwi kumsaidia mtu mwingine kwa sababu atani disappoint sana? Sana. Saidia watu 20. Yani kuna muda ni unakaa sema hivi ni huyu. Unajiuliza mara mbili ndio huyu ama nilikuwa nakaa naye, nilikuwa namsaidia au sio yeye? Unga wetu, mchele wetu. Unga wetu, mchele, kutembea wote, hivi vitu kama hivyo, yani kuna muda vinakata. Hivi kwa mfano mimi kwa upande wangu, mtu akisema anani disappoint kwa kusema sijui let's say anasema yule ana roho mbaya tu anaondoka, it's okay kwangu. Lakini kuja kwa mwajiri wangu au kuja kwa mteja wangu kumwambia kwamba yule hafai, kazi hii usimpe, sijui ni, akisema kwa watu wengine ni sawa, ila kwa wateja ndio naona kama inaleta shida, maana anacheza na kipato changu. Kwako wewe disappointment inatokea wapi? Ni kwamba walianza kuongea na wateja wako kwamba kazi zako ni mbovu, au wanawapa discount ili mradi waende kwao? Asa speaking of kazi mbovu, so kweli. Kwa sababu kazi ingekuwa mbovu, unahisi wasinge nifuata niwasaidie. Waliona kazi zangu ni kali, walipenda, ndio maana wakaja niwasaidie. Sasa inapofikia sehemu mtu anaenda kukulaba kuongelea vibaya kwa mteja, hiyo inakuwa sio kitu kizuri. Na ndio walichokifanya. Unakuta ndio wanafanya vitu kama hivyo. Sasa yani ubaya zaidi Fina, labda unajuana na mtu fulani sana, kwamba okay Fina labda nakupa mteja wangu kampige picha. Baada ya muda fulani mteja ambaye ujibi najuana naye sana vile, unaenda kuniongelea tena vibaya kwa huyo mteja. Kwa na yarudisha naye vipi? Kwa hiyo mteja ananirudishia mimi. Sasa mimi ni mtu fulani ambaye nakifua sana, namshukuru Mungu kwa hilo. Yani ni mtu fulani ambaye nakifua sana. Waga natulia tu naangalia maisha mengine yanaendelea, lakini sio kitu kizuri kumwongelea mwenzako vibaya kwa mteja wake, na kwa sio kitu kizuri. Na asilimia kubwa ndo wanafanya hivyo. Asilimia kubwa. Yani vijana wengi wa hapa mjini hapa ndo michongo yao, waache bwana, sio kitu kizuri. Hivi ushawaifanya kazi afu diski ikafa labda, yani ukakosa picha za mteja, na ilivyotokea ulimwambia nini mteja mpaka aelewe? Na kama ni star mtaje kabisa nijue. Yani umenikumbusha kitu ambacho nikumbuka ni kuna kama nahisi kama vile kuna machozi yanataka kunitoka, maana nilipotezaga picha
Ludiva. Mama kina Ludiva alienda nikampige picha za birthday mama yake. Bi Mwanaidi. Nakumbuka ni muda sio miaka mingapi, lakini uweze amini ile story ilitoka kwa sababu nilipata sana lawama. Sababu nakumbuka nimeenda kumpiga picha kwake. Wakati narudi nikasema nilikuwa naenda kupiga kazi sehemu nyingine, nikasema ni copy vitu kwenye gari. Ili napoenda ninasema nilikuwa nimejaza space, kadi ilikuwa kubwa ilikuwa imejaa. Nikasema acha nivipunguze vitu vyake vikae safe. Wakati na copy kakutana na bounce moja hivi. Kadi kaandika eject kwenye PC. Nikaona kawaida, nikachomeka hivi. Nikakuta huku vitu havijaama kwenye PC. Kwenye PC havipo. Kwenye PC havipo na kwenye kadi pia hamna. Viko hapo katikati. Vipo katikati. Nikasema sio issue, nitavilikava. Bonge moja la mistake. Alafu sio picha tu. Ilikuwa ni picha na video. Nikamtafuta mtu, nikalipa. Uwezi amini Fina, nimetumia karibia wiki nzima. Zilirudi picha hizi 2. Picha 2 tu. Ni nzuri lakini zilizorudi. Ndio picha ambayo paka leo WhatsApp ya Ludiva hiyo picha haja kuibadilisha. Maskini. Amevaa nguo fulani kama za papo hivi na mama kwenye kiti. Naikumbuka. Ndio picha ambayo haja kuibadilisha, na ni uwezi amini kila akinionaga Ludiva lazima nikumbushie hiyo kitu. Lakini sasa hivi amerecover, so ile ya machungu mpaka mwaka huu mwanzoni alinikumbusha, akaniambia 20 nikikuonaga nakumbuka kitu fulani kwa Ludiva, kila akiniona lazima nikumbushie kitu ambacho kinaniumizaga sana. Nishamwomba msamaha mara nyingi sana. Muombe hapa. Anaelewa Ludiva bwana. Nimeambia kwanza hiyo kitu mpaka nimesikia kama vile na ile kumpoteza mama ndio ilifanya iwe mbaya zaidi. Nimeshapoteza picha nyingi huko nyuma, lakini hiyo ni situation ambayo aliniumiza kiukweli, na nilishamwomba msamaha na nilimwambia, lakini hakuamini. Na hisi akiona hii interview kama ataona hiki kipande atajua kweli 20 alishaniambiaga hiki kitu ni muda mrefu, akiwezi kuacha uongo. Kwa hiyo iliniumizaga kama hivyo. Lakini hakukutukana wala nini? Hakunitukana kwa kweli. Ila hasira. Hasira aliongea maneno mengi. Iliniuma kwa sababu yeye najua uchungu wa kufiwa na mzee alishafariki, kwa hiyo naelewa. Iliniumiza sana, mama anaumiza sana. So yeah. Siku hiyo Wema kuepo wakati mnapiga picha? Maana Ludiva na Wema wako karibu sana. No, siku hiyo Wema kuepo. Okay. Lakini ndio changamoto za kazi. Huwezi ukasikia wewe container limekwama bandarini akati kazi yako ni kupiga picha na watu. So hizo ndio changamoto zenyewe. Ndio changamoto, lakini changamoto ilikuwa kidogo tofauti na changamoto nyingine. Wala hata mimi nimepiga picha afu nikaambiwa zimefutika. Lakini unaweza kuzirudia. Isingewezekana of course. Kuna picha ukipiga unajua ile ilikuwa kali kabisa, unakuwa na ubaya sasa. Ubaya speaking of that, ubaya wa picha ukishaiona kama picha unakuwa na expect hapa, nikishaipata hii picha sehemu fulani nitaipeleka, afu ukaambiwa zimefutika. Yaani kuna hata moyo pia unakata. Lakini Ludiva ilikuwa story tofauti kwa sababu mama hayupo tena na nini. Pole kwa Ludiva, lakini Mungu ametuumbia kusahau. Hicho ndio tunashukuru. Mpaka anaendelea kufanya naye kazi pia. Kama pia ilifika tu mwisho wa siku inabidi tukakubali kwamba ilishatokea, mambo mengine inabidi endelee. Oh yeah. That's nice man. Lakini pole kwa changamoto pia. Asante. Najua unafanya kazi na mastaa wengi kwa sasa hivi. Lakini pia Wema Sepetu unafanya naye kazi tangu kitambo. Na wewe ndio uliopata bahati ya kupiga picha za Baby Oli akiwa tumboni. Oli. Unafikiri nasahau hilo jina? Jina la maajabu kabisa. Wewe sahau ni ngumu. Mambo yanaendelea unasahau Oli. Uwezi. Umeanza kufanya kazi na Wema Sepetu lini? Na ilikuwaje? Nani aliwakutanisha? Wema mwanzo kufanya kazi, kukumbuka mwaka sikumbuki, ni muda kidogo. Ila Wema aliona kazi mtandaoni. Aliona kazi mtandaoni akapenda. Akachukua namba ya simu akanitafuta, mimi ni mtu fulani na kumbe alikutafuta mwenyewe. Of course alinitafutaga muda mrefu. Yeah. Wasanii wengi yani ukimwacha Sara kuendelea mbele hapo ni Sara wa Harmonize ambaye uliunganishiwa na Makeup by Ed. Okay. Kutokea hapo simu zilikuwa zinaiteta nyingi. Unajua tena kitu kwa kina trend. Watu wanapenda vitu vizuri. Of course watu wanapenda vitu vizuri, pia kitu kina trend. Kwa kwenye trending bwana na vitu vingi vinakuepo. Kwa hiyo
simu zilikuwa nyingi kama iko Wema pia alinitafutaga. Kafanya naye kazi muda mrefu. Yeah. Na hiyo ni ndio kipindi kile ambacho unaniambia picha zile za mwanzo za baada ya kuwa amepungua. Mimi nimeanza kufanya kazi na Wema kipindi kile. Kipindi ana mwili sikuwa kumpiga picha. Picha za kwanza kumpiga na hisi itakuwa zilikuwa ndio hizo za modo sasa. Hizo ndio picha za kwanza kumpiga na kumbuka Wema. Yeah. Okay. Wema amefanya session na wewe ile kwenye gari na nini. Inaonekana kama bana wewe sogea bana mwache Manunu. Wozu pale anaonekana naye wewe Manunu toka sijui nini. Wema inasemekana anadeka sana. Location sasa na hali yake ilivyokuwa mjamzito. Mnapiga picha hivyo. Ilikuwa kuna kudeka tena bana mimi sijisikii tena sasa hivi. Nataka machungwa sasa hivi. Nataka machungwa. Kuna muda aliomba maziwa kwa Ozu. Ozu anakumbuka, akiwa anakumbuka. Kudeka kwa bwana Tanzania tu bwana lazima adeke. Anadeka. Of course. Na sio tu yeye, yani mwanamke anapokuwa kwenye kwa wakati ule wa ujauzito kidogo madeko yanakuwa mengi sana. Mimi nizungumzie kwa sekunde kadhaa tu. Kwa uzoefu wangu wa kufanya kazi na watu ambao wana ujauzito. Pesa akaja akapia tu picha mbili akamwambia zinanitosha. Naelewa. Kwa upande wa madam bwana ilikuwepo hiyo. Kuna muda ameenda kufanya makeup. Mtu fulani hivi ilibidi awepo kwenye session akawa hayupo. So Martin Kadinda. So Martin. Maana ni rafiki yake. Ilibidi awepo kwenye session ya picha akawa hajafika. Mimi nikamfikisha taarifa ngambia una mtu fulani hajafika. Akaniambia 20 hilo gari hapo maoya yatolewe. Session haifanyiki. Acha basi. Huyo mtu ni wa kuangalia tu au alikuwa anatakiwa afanye kitu? Kuna kitu bidi kifanyike hapo. Sasa kukizungumzia. It's okay. I understand. Kwa ilibidi sasa nitumie njia nyingine za kumfanya huyo mtu afike kwenye sehemu ya tukio. Ili kitu kiendelee akaniambia 20 mimi kama hajafika mimi siwezi kufanya chochote. Kasheshe. Kwa hiyo ilikuwa nani? Ilikuwa mbaya. Ibidi maana Wozo alikuwepo nyumbani pale. Ibidi mwambie mzee. Zile mlipigia nyumbani kwake? Tulifanya seti nyumbani. That's nice. Chukua watu wa seti wakapiga seti nyumbani. Kodi magari tukafanya. Sasa hivi imagine ushakodi gari. Alafu mtu anakuambia siwezi. Maua yashawekwa. Mvua imenyesha siku nzima mmevumilia. Mshachukua mataa. Mnaambia eti mchukue vitu muondoke. Si unatakiwa uelewe si mjamzito. Nikasema hii haiwezekani bwana. Huyo mtu atapigiwa simu aje. Tulipambana akaja lakini kudeka bwana anadeka. Lazima adeke. Yaani Tanzania sweetheart anadeka ile kawaida tu. Changanya na ujauzito lazima. Hata ingekuwa ni wewe lazima. By the way una bahati sana kwa sababu ulifanya session marehemu Manunu alikuwepo. Kwenye location. Nilimwona Manunu pale kuna muda anasogea sana Wema anavyopiga picha. Hadi Wozo anapata hasira. Wema alipiga picha na Manunu. Hizo picha kwenye hiyo session. Kwenye hiyo session. Au kuziedit? Nipata uchungu kiukweli. Unajua tena alipiga picha kama 4-5 za mwisho. No 20. Niamini. Hizo picha ninazo. Serious? No. Najua exclusive basi nitakupata wewe. Mimi niziweke hapo. Zipo yes. So liniuma. Nilimbeba pia na Manunu. Kwani ukinikumbusha hivyo na unanikumbusha uchungu. Tamani kulia. No, don't cry. Pole. Manunu anauma sana afu. Lakini na yeye alikuwa mjamzito kipindi kile unajua? Alikuwa mjamzito alafu speaking of that kuna muda anafanya seti. Wema alikuwa anasemaje? Nakumbuka alisema maskini nikimwangalia Manunu namuonea huruma sana. Ile video anaongea hivyo. Umesikia? Anasema hivi. Mimi hapo ujue ni mjamzito na yeye. Mimi nimemwacha tu awe analea na mimi wakati nalea. Sasa kabla ya hiyo sasa kuna sei nyingine aliongea kabla ya hiyo ya Manunu akaniambia unajua 20 kama Manunu ni nani mambo ana muda wao wa kuishi. Yaani kana muda mchache sana kama sio mwaka mmoja miaka miwili. Acha basi. Kuna clip na kumbe alikuwa anajua. Kwa hiyo ilipotokea na ile yani itakuwa ilimuumiza sana unajua. Alilia. Kama una experience ya ukana wanyama hauwezi kumuelewa. Afu mbwa ana upendo sana. Hata paka pia hauwezi kumuelewa Wema. Kuna mtu tu paka yani akifa kama alikuwa anatembea naye anampenda hivi anajisikia uchungu sana. Kwa hiyo ile ilimchukua sana afu alikumbuka aliongea maneno siku kadhaa tu afu akaa kidogo alafu kwa hali yake pia haikuwa nzuri sana kuwa na stress kama unajua Manunu amekaa. Kwa hiyo
ilimchukua bwana, ile issue ya Manunu ilimchukua sana Wema, na ubaya au uzuri pia alikuwa ameshasema kwamba ana muda mchache, kwa hiyo alipoondoka bwana alikuwa amejua. Alikuwa amejua. Alikuwa anajua pia ana muda mrefu. Wale ambao wanakuwa na nani na miaka kwamba muda fulani mpaka muda fulani unakuwa tunamsikilizia tu bwana, huyu muda wote anaweza sema angetuachia hata tutoto tujue tu ni kopi ya Manunu. Wameondoka wote, wezi amini. Tayari walikuwa 6 unaambia. Inasikitisha. Wema alificha sana ujauzito wake. Nakumbuka nimewahi ona live moja yuko na Martin Kadinda. Watu walikuwa na muentertain sana. Bana sogea hapa tukuone tumbo sijui nini. Anacheka sana. Ilikuwa TikTok. Nakumbuka ile siku ni mzee Hashim Kambi alikuwa amefariki. Wakasema mbona hujaenda msibani? Wema akasema mnataka mje mtuchore huko msibani. Ila baadhi ya watu tulikuwa tunajua kwamba pengine kweli ujauzito anao, kwa hiyo hataki kuonekana. Wewe uliwezaje kutunza hii siri? Maana ujauzito wa Wema umezua taharuki huko mtandaoni. Kwamba wewe Wema, ujauzito ambao umeficha sana wewe. Wewe uliwezaje kukana hizo picha za siri za Wema za ujauzito? Narudi kule kwenye nani kwenye mafotografa wengi wana hiyo niseme ni tabia ya kukaa na siri za wateja wao. Kwa upande wangu mimi kunisumbua sana. Ndio maana ndio nimekwambia kuna session ukishazifanya lazima tu usili uwepo, yani lazima usili utakuwepo. Kwa hiyo kwanza kabla ya hivyo nakumbuka kuna siku amenipigia akaniambia 20 kuna picha fulani natamani tuzipige. Mwenye alinificha sio wewe. Yaani wewe ulikuwa hujui. Na mimi pia nimekuja kwa hayo mambo ya ujauzito umejulia pale. Mambo ya ujauzito nimekuja kujua labda iko labda na miezi mingapi, labda 7 sijui. Na wewe nani alikwambia? Yeye mwenyewe aliniambia. Okay. Aliniambia 20, yani mwanangu anataka Rashford. Mimi ni mshabiki wa Manchester. Okay. Yaani Manchester niambia. Afu kumbe anakuita mwanangu? Anataka mwanangu Rashford, anataka aje kuniita 20. Sehemu yote ukikutana na Wema hawezi kuniita mi 20 sijui jina langu la kuzaliwa. Lazima nje tu Rashford. Okay. Rashford. Yaani kuna picha natamani kweli tuzifanye. Nasema picha gani tena hizo? Tushapiga picha nyingi, niambia hivyo kidogo lazima nishtuke. Kuna picha gani? Akanichapa na viewers moja pale. Hiyo viewers inamuonyesha sura au kitumbo peke yake? Tumbo. Niliona kwanza ile viewers kwa nilivyoifungua, unajua inabidi simu isizime. Uiangalie mara nyingi. Inabidi isingie lock. Inabidi uanze kuirudisha nyuma kwanza, rudisha nyuma. Vipi? Yenyewe. Uweze amini, yani mpaka nilisikia kama vile vipele fulani. Goosebumps. Yani mpaka ulifurahi. Sana file pitiliza. That's nice. Nikamwambia yani katika kitu ambacho nilikuwa na kuombea kwa Watanzania na mimi iko kitu nilikuwa nakuombea sana. Yani kwa wale ambao walikuwa naongelewa nilijisikia raha sana, mpaka nilisikia vipele vya fulani vya goosebumps. Mimi nikasema Ulimwambia hongera? Sio hongera. Nilimchapa na voice note. Hongera tu inatosha. Yeye bwana message bwana ukimtumia mtu sauti na mata. Nilimchapa na voice note hiyo kama dakika 3 hivi. Nyimbo ya Bongo Flava nichapa nayo, nikamwambia nilielezea pale akasema mwanangu ndio hivyo yani nikisikia mwanangu anacheza tumboni yani nasikia la, nikasema sio usikie la na sisi tunasikia la. Kwa yani ndio hivyo. Ukifurahi Tanzania inafurahi. Tanzania sweet tena. Sasa ulikuwa ukikutana na watu wanaandika huyu naye hapati nini, utamani kuwajibu na picha kidogo pale. Yani huwezi amini. Yani sio tu kipindi kile. Hadi sasa hivi. Nikiwa watu wana comment, ukipita kwenye page yangu picha za Wema ziko juu pale. Zina comment nyingi na like lazima. Kuna watu wana comment, huwezi amini. Kipindi kile nilikuwa sipati nguvu ya kuwajibu, lakini sasa hivi anawachapa na majibu. Kuna mmoja jana nimeona aliandikaje? Eti mbona mimi makubwa kitovu tukioni. Akasema kuna comment moja jana mtu amecomment kwenye picha. Anasema eti mbona mimi makubwa kitovu akioni, nikamchapa na bonge moja la comment, nikasema ukiwakalia kimya. Ulimtukana? Sijamtukana. Umemchapa neno moja hivi, nikamwambia wewe kitovu gani tena jamani vionekane? Akiona hozo inatosha. Wewe hicho kitovu cha nini? Wewe cha nini kitovu? Mimi unataka ufanyie nini?
Tanzania bwana natufanya mbona wakaguse kabisa. Ukikutana na comments za kwamba ule ujauzito sio wa kweli, Wema ana fake na nini, na wewe umemuona akiwa mjamzito, umepiga picha akiwa mjamzito, una feel vipi kama mtu ambaye umeshuhudia kile ambacho Wema anacho sasa hivi? Unajua bwana, uwezi kukuzuia nani, uwezi kutaka kila mtu aongee kitu ambacho umekiona wewe. Kila mtu ana haki ya kuongea anachojisikia kwenye mtandao. Ndio maana vitu vinakuwa public. So mimi napoona vitu kama vile, kuna muda kweli vinaumiza vinaumiza, lakini sasa uwezi kuzuia. Yani kila mtu anatumia simu yake, anatumia bando lake. Kwa ana uhuru wake. Ana uhuru wake. Ndio maana kama ungetaka vitu kama hivyo visiwepo, basi uwekana vitu vyako tu kwenye nani, kwenye simu, usionyeshe watu. Sasa paka vinafika mtandaoni, kila mtu ana haki ya kuandika anavyojisikia. Of course sio vitu vizuri ukiona viangalia hivi, ila kwa watu ambao kwenye tasnia wanaona ni vitu vya kawaida, washazoea. Twende kwa haraka. Wewe taarifa za Wema kujifungua ulizipata lini na nani alikupigia? Taarifa za kujifungua za Mama Oli. Tayari. Siwezi kusahau. Weka wingi. Mama Oli, okay. I'm sorry. Alinipigia Ozu. Alinipigia Ozu saa 9 za usiku. Ile tarehe 12. Alinipigia ananiambia 20. Naona sasa jambo lishakuwa la moto sasa hapo, kama kwenye 100%, sasa hivi kwenye 95%. Mama ameleta dume. Tuna 5%, hakuniambia kama ni dume. Aliniambia tu mama ashajifungua, kwa hiyo kesho mapema sana asubuhi tunapost zile picha. Okay. Saa 1 mimi kuweza amini siku nilikuwa sijalala, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vilikuwa vimefeli, kwa tunapanga tu vifanye vikafeli. Ozo ilibidi apige picha nyingine ukiacha zile ambazo alipiga. Zile tulimpiga kwenye kuna nyimbo kabla sio ya acha hiyo, kuna nyimbo ya nyuma kidogo alifanya kama ameshuti na mama kama mpiga cover fulani. Naikumbuka. Wamelala walikuja studio, nikapiga picha fulani ambazo wameposti Ozo. Zile tulipiga tu kama tupate tu cover ya simu. Tunaelewa. Ndo hizo zimepatikana. Kwa kuna mambo yalipita katikati hapo, kuna vitu vingi hatujavifanya. Afu mama ndo kashapata uchungu. Basi. So ndo kama hivyo. Okay, umeenda hospitali? Wezi amini bado sijapata muda wa kwenda. Sasa utapeleka nini ndugu yangu? Maana kule wanaoenda ni hela, maua. Nimeona Juma anasema watu walotunza kasi milioni 100. Wewe baba utapeleka nini? Labda tuanzie hapo. Yaani nawaza sinipeleke maua. Labda nenda na lenzi tu wachape picha Oli na mamake. Hiyo ndo la idea kali. Nitafuta idea nyingine. Sasa maana hela sina, nitapeleka milioni 200. Mwambie mama, sasa hizi usinilipe. Hizi sasa mimi ndo zawadi yangu. Inabidi nifanye hivyo. Kwamba mimi Baby Oli ndo videographer, videographer wa kwanza kumchapa picha. Atachapa picha sasa atakubali. Hawezi kukubali. Si hizo mnazitunza. Atatunza muda. Kwani unafikiri za sura? Amemshika tu hivi. Kwa nini? Maana nitasubiri miaka 2 ndo zipostie miaka 3. Hizo hapana, kuna simu kupotea. Sasa wewe unampiga afu unampa, si zawadi. Maana hela una kama zawadi. Akae nazo, lakini kusema nikae nazo tu kama nitunze kama hizi za mimi basi taweza. Ila uende ukamwone. Lazima niende of course. Nitatafuta hata maua basi. Hivi wakati mnapiga picha jina lilikuwepo la mtoto? Hamna. Ilikuwa bado. Alikuwa nalo kama mimi sijajua. Kwaona wewe umesurpriseka kwenye Instagram ya Baby Oli. Of course, Oli jina fulani la Kinyamwezi. Kinyamwezi ndi. Sasa mamake na babake sio unaona. Wanyamwezi of course lazima ujue la Kinyamwezi, unataka kumuita mtoto sijui nani Mwajuma sijui. Nataka ni sasa Mwajuma mtoto wake. Sasa Mwajuma shida, mtoto shida. Labda Raymond. Kuna majina hayo. Labda Raymond wewe. Au labda Raymond vitu kama hivyo. Au Fina. Sasa Fina mtoto wa kiume. Sasa na majina ya Kinyamwezi. Sarafina baby. So baada ya picha za Wema kuzipost mtandaoni na nini, simu zimeongezeka kwamba oya nina miezi yangu 3 hapa, ikifika 6 tu. Kwenye mambo ya simu DM nyingi, yani kuna wale watu ambao walikuwa zamani wamekuja wanakupigia simu hivi ndio umepiga hizi picha, hujaona? Simu ni nyingi. Bei imeongezeka pia? Of course, bei lazima iongezeke. Baby Oli anamtajirisha kila mtu. Of course, yani anamtajirisha mama. Kwa asilimia ngapi? Kwa asilimia hata 50 naweza kusema. Wewe utatua wewe bwana. Hamna, yani sasa hivi ukija ukinigusa wewe mambo ya nini lazima kidogo. Lazima kidogo. Hii ni offer ya Oli. Kimsimu hiki tu. Kama mwaka mmoja ukikata hivi zanka.
Kwa sasa Baby Olly amekuwa. Na kaja na baraka. Bwana Kikubwa cha kuambia mashabiki zako mimi ni kuache ukaendelea na shughuli ukoza kujibu DM za watu maana watu wanataka picha huko. Niko naangalia hapa tajibu. Ni nyingi maana kiangalia hapa notifications za Insta ni nyingi. Ni hatari. Kikubwa cha kuambia mashabiki zangu waendelee kunisupport. Waendelee kunisupport kazi ya photography na vitu vingi. Kusapotiana ni muhimu. Najua ni ngumu sana kwenye mambo yetu ya sanaa kusapotiana, lakini kidogo tupunguze maunafiki manini, machokochoko haya sio vitu vizuri. Kwa hiyo photographer, watu ambao unafanya kazi za sanaa tusapotiane kwa wingi, ni kitu kizuri sana. Oh yeah. Na mimi tutafika mbali. Nitaka ngwete Raymond ungenitukana. 20 ya wazazi sikutajia. 20. Asante kwa kuja bana. Na hongera sana kwa kazi nzuri. Asanteni sana. Kwa zinaonekana. Kwa kweli imeonekana. Juzi balisimama uposti kitu, uposti interview yeye, kama umposti Wema na Ozo. Na Oli kwa mbali miguu. Anyways, bala asante kwa kuja na imekuwa njema sana kupata mawili matatu. Naamini tutakutana tena maana picha za Baby Olly utapiga wewe. Unakuta una surprise ya picha nyingine utajuaje? Kuna mtu aje bado anasubiri siku zile zipostiwe. Ukutana mimi tena mtaniita hapo. Kwa tunashukuru. I hope you enjoy. Wale mashabiki wa Tanzania Sweetheart wote wana enjoy sasa hivi kwa sababu jambo ni la kwenu, liko nyumbani kwenu, sio mlangoni, liko nyumbani kwenu. So endeleeni kuenjoy kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Kijana tunaye tayari na deals tayari zishapokelewa. Mama anazipokea deals hospitali. Can you imagine that? Mimi naitwa Sarafina Jerry. Yes, mimi ni Binto Jerry and this is how we do.